Hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Kinachoendelea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania ambacho kilisusia kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Lakini kupitia katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ambaye ndiye mwenye dhamana ya kusaini kanuni hizo kwa niaba ya chama, alitangaza kupitia mtandao wa X kuwa hatua ya chama hicho kuto kuhudhuria hafla ya utiaji saini kanuni hizo ambayo ilifanyika Dodoma. Na kati ya vyama 19 vya siasa vilivyosajiliwa Tanzania, 18 vimesaini kanuni hizo na Chadema pekee ndicho ambacho kilisusia kwenda kutia saini maadili ya uchaguzi. Na kwa mujibu wa sheria, tume ya uchaguzi ilitangaza Chadema kukosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa kususia kutia saini kanuni za maadili ya uchaguzi. Mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhan Kailima alitahadharisha kwanza katika mahojiano ya runinga mapema kwamba chama ambacho hakita saini kanuni za maadili basi hakitashiriki katika uchaguzi wa Oktoba 2025. Hatimaye sasa John Mnyika ameweza kuijibu tume ya uchaguzi ambayo ilitumia sheria ya 162 kuelezea kwamba Chadema kwa kukiuka sheria hiyo basi wanakosa sifa ya kushiriki moja kwa moja katika uchaguzi. Sasa John Mnyika ameelezea sheria mbili. Kwanza ameanza na sheria ya 161 na kuambia tume ya uchaguzi kwamba ilitakiwa kwanza muanze na sheria ya 161 na sio sheria ya 162 moja kwa moja. Kupitia taarifa hii ya John Mnyika tutafahamu pia nini mtazamo na mpango wa Chadema. Narudia tena kwamba hii ni kwa mara ya kwanza katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika akijibu tume ya uchaguzi. Anaandika katibu mkuu wa chama taifa Mheshimiwa John Mnyika, kabla ya vifungu vya 162 sehemu ya pili na ya tatu vya sheria ulipaswa kuanza na 162 sehemu ya kwanza. Kifungu cha 162 sehemu ya kwanza kinaeleza tume baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi. Kwa kifungu hiki anayeandaa kanuni za maadili ya vyama vya siasa ni tume, sio kikao kati ya tume na vyama na serikali. Kikao ni sehemu tu ya tume kutekeleza jukumu la kushirikisha. Baada ya kushirikisha huko, kanuni za maadili hazipati nguvu ya kisheria mpaka kwanza zichapishwe katika gazeti la serikali. Strictly speaking, vyama vilipaswa kutakiwa kusaini kanuni za maadili baada ya kuwa kwanza tume imekaa kikao cha tume, imepitisha na zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Lakini vyote hivi havikufanyika. Twende polepole. Hivyo serikali na vyama kusaini kwenye mchakato wa kushirikishwa kama ilivyokuwa tarehe 12 ya mwezi wa 4 2025 hakuzuii chama ambacho hakikusaini wakati huo kusaini baada ya kuwa maadili ya vyama vya siasa kuwa yamechapishwa kwenye gazeti la serikali kwa mujibu wa kifungu cha 162 sehemu ya pili cha sheria. Ili mradi kusaini huko kufanyike kabla ya kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa masharti mabaya yaliyo kinyume na katiba na sheria yaliyoko kwenye kanuni za maadili kipengele cha 1.5a. Ndio maana hata kanuni za maadili zenyewe kuanza kutumika kwake kwa mujibu wa kipengele cha 1.3 kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 ni kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea. Hivyo Chadema ikiamua kusaini kabla ya uchaguzi inayo nafasi kisheria na haki kufanya hivyo. Nafasi kama hiyo imewahi kutolewa kwenye uchaguzi mkuu mmojawapo wa miaka ya nyuma, sikumbuki vizuri mwaka hapa nilipo.
Kwa upande mwingine, kwa taasira ya no reform no election, reforms zilizotokea za kikatiba au za kisheria zitasababisha pia reforms za kikanuni, kiwemo kanuni ya maadili ya uchaguzi, na kupelekea mchakato wa kusaini kufanyika tena. Hiki ndicho alichokiaddress katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nadhani kuna vitu ambavyo utakuwa umevisikia hapo, akisema kwanza kwamba ilitakiwa ianze kutumika sheria ya 161 kabla ya sheria ya 162. Naam, lakini yote haya kwa mara ya kwanza John Mnyika akiandika amemjibu pia wakili Mndeme ambaye pia alikuwa akichambua kanuni na kusema kwamba Chadema wamekosea. Kwa mantiki hiyo ni kwamba Chadema ina watu makini sana, Sasa kwa kile ambacho likiandika wakili Mndeme na kimepelekea pia John Mnyika kuijibu tume pamoja na John Mndeme, ambapo kupitia mitandao yake ya kijamii wakili Mndeme alichambua hiki ambacho kinaendelea Chadema. Kwanza wakili Mndeme aliandika kwamba je, Chadema itashiriki uchaguzi kwa kuto kuhudhuria kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi za mwaka 2025? Naomba kuanza na msingi wa kisheria, legal principle ya waiver of right principle. Waiving a right means that such a right cannot be claimed by that individual. Kwa tafsiri yangu isiyo rasmi ni kwamba ukipewa haki na mamlaka au mtu na ukashindwa au ukasusa kutumia haki hiyo, huwezi kurudi kuidai haki hiyo wakati mwingine. Bahati mbaya sana hiki akisemwi na wenye maoni tofauti na haya. Mimi naona ni mtego mkubwa sana ambao wanajenga hoja kwamba chama kiko sahihi kuto kusaini kanuni za maadili tarehe 12 mwezi wa 4 2025, wanaenda kukumbana nayo mahakamani. Kwa sababu nafahamu baadhi ya CSO, NGO zinapushi kwenda mahakamani kuishtaki serikali ili mahakama kuu itamke kwamba chama ambacho hakijasaini kanuni za maadili bado kina haki ya kushiriki uchaguzi. Maswali ambayo mahakama inaweza ikajiuliza au itawauliza wadaawa ni je, waombaji walipewa taarifa ya kushiriki kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi? Jibu litakuwa ni ndio. Kwa sababu ni kweli tume ilipeleka mialiko kwa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu kushiriki zoezi husika. Kama jibu ni ndio, waombaji waliitikia mwaliko huo? Jibu litakuwa hapana. Kwa msingi wa waiver of right, tayari waombaji watapoteza game ya kisheria kirahisi sana mahakamani. Kifungu cha 162 sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kinatumia maneno lazimishi, mandatory terms shall, kwamba tume, serikali na vyama vya siasa vinalazimika kusaini kanuni za maadili. Kifungu cha 162 sehemu ya 3 kimeenda mbali kusema kwamba kanuni hizo za maadili zitaweka adhabu moja ya masharti au adhabu za kanuni ya maadili zilizosainiwa kwa mujibu wa kanuni ya 1.5a ni kuto kushiriki uchaguzi. Hii ni mantiki ya kawaida katika tafsiri ya sheria ya syllogism kwa sababu ya premises ambazo nimezielezea hapo juu. Kwa maoni yangu ya jumla, chama kimeacha haki yake na hakina uwezo wa kudai, kwamba chama kimeacha haki yake na hakuna uwezo wa kudai. Sasa una nafasi ya kutuachia sisi maoni yako, lakini kwa hiki ambacho umekiandika John Mnyika pia una nafasi ya kushare na sisi maoni yako. Watanzania wengi pia wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba kwani simlisema hamtaki kushiriki uchaguzi, sasa hamuoni kama tume imewarahisishia kazi? Sasa haya maandiko yote ya kazi gani? Lakini pia mwingine anasema kwamba chama kina viongozi wanaoelewa mambo, endelea kushupaza shingo na kejeli zako. Lakini pia mwingine anasema kwamba reforms zitoke wapi? Bungeni hatuna wabunge, hata udai katiba bungeni huna wabunge.
itapita wapi sheria hii? Lazima iende bungeni. Sasa huko Chadema itatetewa na nani? Hata Samia aseme haya, nimekubali reform, wabunge wanaigomea, inakuaje? Lakini pia mwingine anasema kwamba Chadema tuko imara zaidi ya jana, hata tusiposhiriki uchaguzi bado tumeshinda. Mwingine anasema no reform no election. Lakini pia mwingine anasema kwamba kuna watu ambao hawatamani kuona Chadema ikishiriki katika uchaguzi, lakini tutapita tu, no reform no election. Lakini pia mwingine anasema kwamba mbona kwa hiyo mtashiriki uchaguzi, mmeanza kujilainisha. Huyu ni moja kati ya watu pia ambao wametoa maoni yao, na tuliache kwako pia utochee maoni yako. Lakini kubwa zaidi, kwa habari mbalimbali, endelea kukaa karibu nasi.